والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea tafsiri ya Qur'ani ya suratu Al-Anbiya. Tulisimama katika aya 82, kisa cha Daud wa Suleiman wakati walipohukumu juu ya konde na yale yaliyotokea katika kupewa wepesi wa utii wa vitu tofauti, ikiwa ni sehemu ya neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwao. Tuendelea katika aya 83, kisa cha 6 katika suratu hii Al-Anbiya, kisa cha Nabii Allah Ayyub alayhi salam. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نبي الله أيوب عليه السلام, riwaya zilizo na nguvu kabisa zinasema ni katika Bani Israil. وقد اختلف العلماء السيرة في هذا في موضوع أيوب في قلة معرفة نسبه, kwa sababu ya uchache wa kufahamika nasabu ya Nabii Ayub alayhi salam. Nabii Ayub alayhi salam limetajwa ndani ya Qur'ani jina lake mara 4 kwenye suratu Nisa, Al-An'am, Wal-Anbiya wa suratu Swad. Hizo sura ambazo zimetaja jina lake. Yeye jina lake alijulikana kwa Nabii Ayub bin Amus. Walijua tu watu mwisho wa jina lake kwa maana Amus, hawakujua tena sababu ilivyoendelea. Yuqalu anna ummuhu min waladi Lut alayhi salam, kwa mama yake Nabii Ayub alikuwa katika kizazi cha watoto wa Nabii Lut alayhi salam. Wakana alikuwa alayhi salam ana nasabu itokana na Nabii Yaqub alayhi salam, kwa mujibu wa watu wa riwaya. Yasemekana Nabii Ayub alikuwa kabla ya Nabii Musa alayhi salam, na hivyo ndivyo alivyokwenda kusema mwanachuoni mkubwa wa tarikh Ibn Ishaq. Nabii Ayub alayhi salam alipata mtihani wa maradhi kwenye kiwiliwili chake na mali na kuondokewa ni watoto. Hizi ndizo ibtilaa kubwa alizozipata Nabii Ayub. Wamekhtilifiana pia wanazuoni juu ya muda wa ibtilaa yake, wakasema kwamba ilikuwa miaka 18, na wake waliosema kwamba ni miaka 13, na wakasema miaka 7. Katika riwaya iliyosibu kutoka kwa Ibn Zuhri Muhammad az-Zuhri, katika wanazuoni wa Madina waliomsomesha Imam Nawawi, Imam Malik bin Anas. Ibn Zuhri katika wanazuoni waliomsomesha Imam Malik bin Anas, katika riwaya yake iliyothibiti inasema kwamba ilibitila yake kwa mujibu wa riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni miaka 18, na hata katika utaratibu wa mpangilio wa ikhtilafu za aqwal iliyokuwa miaka 18. Hayo
ni masuala ya ikhtilafu na ni maarufu katika masuala ya sira baadhi ya wakati. Kwa hiyo ukipenda utachukua 18, ukipenda utachukua 7, lakini ni muda mrefu yani. Katika kauli alipewa mtihani wa miaka 7 na miezi 7 na siku 7. Hizo zote ni riwaya ambazo zipo katika vitabu vya ufasirini. Hiyo ni sehemu ndogo tu ya maelezo yanayomhusu Nabii Allah Zakaria Yahya alayhi salam, Nabii Ayub alayhi salam, Nabii Ayub alayhi salam, Nabii Ayub alayhi salam. Sasa alipopatwa na mtihani huu, watoto wake wote walikufa. Katika kauli za muarrikhina nasema alikuwa na watoto wa kiume 7 na wa kike 7, jumla watoto 18, na alikuwa na mali nyingi kweli, akiwemo wanyama, na alikuwa akiwakirimu sana maskini na mayatima. Baada ya muda wa mtihani, Mwenyezi Mungu akamrejeshia watoto wake wote, mkewe akazaa tena upya na akarejeshewa mali yake yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akasema fastajibna lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Umeelewana? Naam, huo ni mukhtasar wa kisa cha Nabii Allah Ayub alayhi salam, kama kinavyopokewa katika vitabu vya sira kwa mukhtasari, kwa ufupi sana. Yuko urefu wake baadhi ya vitabu. Ukipenda kama una uwezo wa kufikia na kuvipata vitabu kwa tatwili zaidi, angalia katika kitabu kinaitwa Al-Bidaya wa Nihaya cha Imam Ibn Kathir. Kitabu kikubwa kina majelezi chini ya 8, volumes kubwa kama hizi. Ndio ukapambana nacho, utafuta kisa cha Ayub alayhi salam, ukisome utapata kwa urefu zaidi. Lakini inawezekana pia ukipata katika kitabu cha Imam Ibn Kathir Qisasul Anbiya na baadhi ya vitabu vingine vya Qisasul Anbiya vya wanawazuoni walioandika juu ya Qisasul Anbiya sallallahu salamu alayhi. Kwa hiyo wale uwezo wa kuraja wanaweza kurejea katika mfano wa vitabu kama hivyo vinavyo visa vya mitume sallallahu salamu alayhi. Yaqul Allah tabaraka wa taala wa Ayyuba, na Ayubu idh nada rabbahu, zama alipomlingania Mola wake. Malinganio haya kumuomba anni massani ad-dhurr, akasema hakika yangu mimi imepata madhara, wa anta arhamur rahimin, na wewe ni mbora wa wanaorehemu, ni mbora wa wanaorehemu. Sasa tuangalieni vizuri dua zilizokuja katika Qur'ani, hasa kutoka katika dini za mitume zilivyoombwa. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, hakangu mimi imenikuta madhara na wewe ni mbora wa rehemu. Anaomba hivyo, خلاص anamwambia hivyo tu, Rabbi mimi nimepata madhara, mbora wa kurehemu. Kwa hiyo ni rehemu ya Rabbi. Tumeelewana Utaona ile dua aliomba Mtume sasa, Allahumma ilaika ashku dhifu quwwati wa qillatu hillati wa hawani ala nnas. Angalia uslub, Mola wangu mimi nashtakia kwako udhaifu wa nguvu zangu na uchache wa mbinu na udhaifu nilionao juu ya watu, ya siwezi kupambana nao. Unaona anavyomwambia, misha naambia ikiwa hujanikasirikia basi sijali. Unaona dua za mitume sallallahu salamu alayhi. Nabii Zakaria anasema rabbi inni wahana ladhu minni wahana ladhu minni wahana ladhu minni kama imeshachakaa mifupa yangu. Anaelezea anataka mtoto, anaelezea wasifu wake alionao. Amwambia Rabbi, mimi unavyonipenda vote hujanipa mtoto. La, anajielezea alivyo, alafu anamwachia mwenyewe afanye. Tumefahamiana Na huo ndio usulubi mzuri wa kumwomba Mwenyezi Mungu. Muombe kwa kumsifu zaidi.
Ndivyo ilivyo sawa. Utakumwa Mwenyezi Mungu akupokelee haraka, msifu Mwenyezi Mungu. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa 'azim sultanik, kama hivyo. Alafu rabbana atina fid hasana, au jishtaki kwanza. Ona Nabii Musa alisema ya Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, Allah anasema faghfara la. Mfahamiana ya Mola wangu mimi dhulumu nafsi yangu nisamehe. Katanguliza kujitambulisha matatizo yake aliyofanya. Na hiyo wanazuoni wanaona katika usulubi wa dua kutanguliza kitu ambacho unachoweka sura yako Mwenyezi Mungu. Nabii Adam alisemaje? Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Khalas. Sasa ambia sisi tumedhulumu nafsi zetu, kama huwezi tusamehe tutakuwa miongoni mwa waliokhasirika. Kama huwezi kusamehe na kuturehemu tutakuwa miongoni mwa waliokhasirika. Aslubi dua tunaisoma Qur'ani, tukiona tuabudu tufahamu yale yaliyomo ndani yake. Uslub, namna mitume walivyoomba dua. Usikae tu ukatafanya madude hana maana huko, ukaambiwa hizi dua hii ukisoma hii Saiful Qata' au Swarul Battari na kata hapo hapo. Kakwambia nani? Anayejibu ni Mwenyezi Mungu. Pengine una vizuizi tele vya kusijibiwa. Ishtaki kwanza. Au sio? Bwana mmoja anaomba dua anasema Allahumma ana 'abdun athim wa anta maulan karim faghfir li warhamni ya arhamar rahimin. Haya Mola wangu mimi ni mja muovu, nimefanya midhambi kibao. Ana 'abdun athim, mimi mja ndiyefanya dhambi na midhambi kibao. Wa anta maulan karim, na wewe ni Mola uliyekuwa mkarimu sana, akhu mimi mtu. Faghfir li warhamni. Angalia na wewe. Umeona? Katika hikima za Abu Nawasi, nyinyi mnasikia Abu Nawasi wafikiria azimu, sio? Abu Nawasi yake alikuwa katika zama za Harun Rashid, anaitwa Hassan bin Hani. Alikuwa katika zama za Harun Rashid. Mmoja wa watawala wa Bani Abbas anaitwa Harun Rashid, akiitwa Hassan bin Hadi, ndio Abu Nawas. Nyinyi mnaita Abu Nawasi, Abu Nawas maana baba yake Nawas. Alipokufa ilionekana kwenye mchago wake kaeka maandishi yaliyosema Allahumma inni a'lamu anna dhanbin kathir walakin a'rifu anna afwaka 'azim. Mwenyezi Mungu anajua kwa madhambi yangu mengi, akinajua pia kwa msamaha wako mkubwa. Khalas, kaandika hivyo tu. Kwa hiyo wanawazuoni au usulubi dua unakuja ndani ya Qur'ani, ni vizuri kutumia huo kuliko kutaradadi. Kwa hiyo Ayuba idhinada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Khalas, imekwisha hadithi yote. Allah anasema fastajabna lahu, tukamuitikia yeye maombi yake, tukamjibu yani. Fakashafna ma bihi, tukaondoa sisi yale yaliyo kwake. Nini? Min dhurri, miongoni mwa madhara. Min dhurri, atakayekwambia kwa maradhi alikuwa na gani, Qur'ani haijaelezea. Ila baadhi ya watu inasemekana, baadhi ya vitabu vya tarehe vimesema kwamba alifanya vidonda kwenye mwili wake, kiasi kwamba mpaka wadudu mafunzo wanafanyika na hawatoi na wachomo. Anasema Mungu kawaleta wachukua tukata wataondoa. Tunafahamiana sisi? Naam. Visa vinaweza katika baadhi ya vitabu vya sira ukisoma, ndio kusoma zamani vitabu sira yake kwa urefu miaka mingi, kwamba alifikia hadi watu wa mtaani kumkataa, hawamtaki, na kuhama na mkewe kwenda kuishi nje ya mji, na hana kitu khalas, na njaa na wauma. Basi yasemekana kwamba mkewe ikabidi akafanye kazi kujitolea ili kupata pesa, akatumwa apate pesa. Na yasemekana alikuwa na nywele nzuri sana, laini kubwa kwa namna yake kuliko wanawake wote katika zama zake. Sasa hatujui kwamba wakati wa hijabu ilikuweko haikuweko, wallahu aalam. Msimkaza bure message. Kwa hiyo nywele hizo ikawa wanawake wengine wanazitaka wauziwe.
kabla hajaumwa mumeo wanazitaka wauziwe waunganishe na nywele zao, hii mnayoiona leo. Umeelewa? Akawa hataki. Ikafika wakati yasemekana katika baadhi ya vitabu walivyotaja fasira kwamba akaamua kuuza zile nywele zake ili amhudumie mumewe. Sasa kwa sababu ya hayo makosa yaliyotokea, Nabii Ayub akaweka nadhiri kwamba ya kumhukumu, akaapa kwamba atamuadhibu, atampiga bakora mkewe nyingi, nadhani 100. Mwenyezi Mungu akaifuta hukumu yake kwa kupigwa 100 moja baada moja, akaambia funga pamoja zote umpige mara moja. Tumefahamiana? Kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, kisa hicho cha kucha hili kinahusiana kweli. Hicho kipo. Umeingia tunajui kile kwa sababu ya msingi nini? Ya kupigwa ya kiapo chake, lakini ndio baadhi ya maneno yalizungumzwa hayo. Na akampiga kwa mara moja bakora 100, ikahukumu imeisha. Tumefahamiana Na hiyo yasemekana mpaka leo inatumika kwa dharura, kama vile mgonjwa hawezi kuhimili bakora 100, lazima bakora 100 basi takusanywa. Tumefahamiana? Hiyo inawezekana ikawa hiyo. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu, na tukampa yeye ahlahu, watu wake, yani wanawe, wa mithlahu, na mfano wao, maahum, pamoja nao, rahmatan min indina, hiyo ni rehema kutoka kwetu kuelekea kwa Ayub, wa dhikra, na ni ukumbusho lilabidina, kwa wafanywa ibada kwa Mwenyezi Mungu. Kwa wanaomba Mwenyezi Mungu wajue kwamba hili ni sehemu ya mambo ambao watayapata kutoka Mola wao kama wakifanya subra. Kule katika sura Swad, Nabii Allah Ayub alayhi salam alielezewa, akasema Mwenyezi Mungu, inna wajadna sabira ni'mal abdu innahu awwab, katika aya ya 44 suratu Swad. Ni'mal abdu innahu awwab, Mwenyezi Mungu inna wajadnahu sabira, alikuwa mvumilivu kweli. Uvumilivu wake ulikuwa wa daraja ya juu kabisa. 18 years. Tuje katika minimum period ambayo imetajwa ni 7 years, au sio? Basi ni mingi, au si kweli? Ni mingi sana kwa mtu kupata madhara na unyonge, madhara ya kuuma na unyonge juu, na watu wote wamekuondokea isipokuwa mke tu. Akbar masaib, nasallallahu alaihi wa afia. Endelea katika kisa cha 7, kisa cha Ismail wa Idris wa Dhulkifli alayhi salam. Kisa cha Nabii Ismail na Idris na Nabii Dhulkifli, wa Ismail wa Idrisa, na Ismail na Idris wa Dhulkifli na Dhulkifli, kullu min as-sabirin, wote walikuwa miongoni mwa wavumilivu. Wote hao walikuwa wavumilivu, ya amma kwa kufanya ibada sana, ya amma kwa kupata misukosuko. Wa adkhalnahum fi rahmatina, na tukawaingiza katika rehema zetu. Innahum minas salihin, hakika yao ni katika watu wema. Na wa Ismaila ay wadhkur fi kitabi au akhbar Ismail. Wa Dhulkifli, nasema hili jina ni jina badali ya jina kwa mtume Ilyas katika akthar al-aqwal wa asahu, kwamba alikuwa nabii Ilyas ndio aliitwa Dhulkifli. Tumeelewana? Waqila Yusha bin Nun. Sasa kwenye kauli za ilmu ile yenyewe ya mwanzo ndio yenye nguvu. Waqila Zakaria alayhi salam sumia bidhalika annahu kana dha hadh min Allah, aliitwa Dhulkifli kwa sababu alikuwa na cheo kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ukithiri kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tumefahamiana? Alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu sana katika uvumilivu, wakati mwingi katika ibada, akaitwa Dhulkifli lianna takaffala minhu,
ameweka sponsor yake kwa Mwenyezi Mungu, kajitegemeza. Mitume iliyopewa majina mawili ni mitano. Wa kwanza Nabii Yaqub aliitwa Israeli, ndio maana kizazi chake kitwa Bani Israeli. Nabii Ilyas akaitwa Dhul-Kifli, Nabii Ilyas. Nabii Isa akaitwa Al-Masih, Nabii Isa. Yunus, Nabii Yunus akaitwa Dhannun. Na mtume wetu Muhammadin sallallahu akaitwa Ahmad. Kwa hiyo kuwekwa kwa majina mawili si jambo la ajabu, sishangae. Qissatu thamina, kisa cha 8, qissatu Yunus alayhi salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, na Dhannun alipokwenda hali ya kuwa ameghadhibika, amechukiwa, alipoondoka katika mji wake hali ya kuchukiwa kwa kuwa watu wake wanamuasi. Fadhannat, akafikiria allan nakdira alayhi, kwamba hatutamdhikisha, allan nakdira, hatumtia dhiki, yani allan nakdira alayhi, hatutamtia dhiki. Fanada fi dhulumat, wakati ilipompata hiyo dhiki akamezwa na chewa, akanadia akaita katika giza, alla, kwamba hapana ilaha, mola mwabudiwa kwa haki, illa anta, isipokuwa wewe, subhanaka, kutukukadi kwako, inni kuntu min dhalimin, mimi nilikuwa katika madhalimu wenye kudhulumu nafsi zao. Fastajabna lahu, tukampokelea maombi yake. Wanajainahu min al-ghammi, na tukamuokoa na huzuni. Kadhalika nunjil mu'minin, na kama hivyo tunawaokoa waumini. Katika maeneo manne yalioonekana ni Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq anasema, nashangaa na yule ambaye amepatwa na hofu asikimbilie kwenye kauli yake subhanahu wa ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nashangaa sana, asema nimemsikia Mwenyezi Mungu akisema, wasemea wale Mtume sasama na masahaba, fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl, waliosema hivyo akageukia kwa neema ya Mwenyezi Mungu na fadhila zake. Lam tamsasuhum su, haikuwagusa ubaya wowote. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa yule yote ambaye kwamba amepatwa na jambo la kumtisha, akimbilia kusema vipi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akasema, na nshangaa yule ambaye amepatwa ni jambo la kumtia huzuni, asikimbilie katika kauli yake, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aswa, fa inni sami'tu Allah yaqul fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Kwa hiyo kila muumini akipatwa na tatizo kama hivyo litamtoka tu. Akasema, nashangaa yule ambaye ulimwengu umemzonga mashakili kabisa, hajui atoke wapi, asikimbilie katika kauli yake, wa fawwadhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Na mwisho kabisa, nashangaa yule ambaye ameemewa ni kuemewa maisha, yule tafwidhi ila Allah, ile mambo ya watu wanakusokota,
Hii sasa mambo tu kidunia asikimbia katika kauli yake la haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa adhkari tuingia katika adhkar al-anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sadaqallahu al-azim. Wa tuendelee. Natosha? Ala. Tategemea kwangu kisa kina kirefu sana kifupi. Wa Zakaria idhinada rabbahu. Kisa cha 9 ni cha Zakaria alayhi salam. Na Zakaria wakati alipomnadia Mola wake, Rabbi la tadharni farda, Mola wangu usiniache mpweke, wa anta khairul warithin, na wewe mbora wa warithiwo, mbora wa warithiwo. So Mwenyezi Mungu atarithi kila kitu baada ya kuondoka dunia, ndio mbora wa warithiwo. Fastajabna lahu, tukamuitikia yeye, wa wahabna lahu Yahya, tukampa Yahya, wa aslahna, tukamtengenezea lahu yeye zaujahu mkewe, innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika yao walikuwa kimbilia katika mambo ya khairi, wayad'unana, na wakituomba raghaban wa rahaba. Sasa miongoni mwa sababu ijabati dua ikthar wa isra fil khairat, sababu za kujibiwa dua ni kukimbilia mambo ya khairi. Thumma dua illahi raghaban wa rahaba, kuma Mwenyezi Mungu aliyakuwa una hamu kabisa na huku una hofu kumwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sababu dawati dua. Wa kanu lana khashi'i, na walikuwa kwetu sisi ni wanyenyekevu. Kwa hiyo pia vile vile unyenyekevu ni sababu dua istijabati dua. Umeelewa? Kujibiwa dua kuna asbab. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa cha Zakaria anaeleza sababu za kujibiwa dua pia, ambazo alijibu dua yake katika mazingira tata. Mnaelewa? Mwaka 120 umri wa Zakaria unavyotajwa alayhi salam, na mkewe miaka 98. Hakuna possibility ya kisayansi ya kuzaa. Umeelewa? Possibility yoyote kisayansi ya kuwa wazae hao haipo. Sasa wakapata mtoto. So Mwenyezi Mungu ametumia lugha ya hikima na kielimu na uwezo wake akisema wa aslahana lahu zawjahu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alifanya renewal ya nini? Ya circulation ya yule mkewe, circulation, monthly circulation ile ya nini? Menstrual period. Kama ilikuwa haiji kama vyovyote vilivyokuwa Allahu aalam, lakini anasema wa aslahna lahu, tukamtengenezea mkewe. Kwa maana hapa Mwenyezi Mungu kafanya marekebisho mapya juu yule mkewe. Wasoma mwanamume miaka 20 inawezekana bado sababu anatoka atazaa tu. Mwanamke kisha collapse, atatoa kitu? Hatoi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema, angalia Mwenyezi Mungu anasema aslahna lahu. Wanawake wanapoteza uwezo wa kuzaa mwanzo kuliko wanaume. Unajua hiyo? Mwanamke miaka 50 tayari inawezekana asibleed. Lakini mwanamume je? 80 90 anakwenda tu. Bado wapo wanazaa watu. Kama hamwamini watafutieni wazee wa miaka 80 wape wari wenu wao mtizame. Kama mtapata wajukuu. Mtafanya majaribio? Fanyeni. Sasa akiwa na wake, hata mkiwapa vijana hao, kama washaganda kitaalamu tabu sana, ile rehema Mungu tu. Umefahamiana? Na wao wanaanza mapema. Under 60s wengi wanakuwa hawapati tena menstrual periods. Under 60, yani 50 55 wanaanza kuwapata. Mwanamume miaka 60 anakwenda resi. Umeelewana? Allah anasema wa salahana lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat. Sababu kubwa, asbab ya ijabati dua, innahum kanu yusari'una fil khairat, kwamba hakika yao walikuwa wakikimbilia katika mambo ya khairi. Wayad'unana raghaban, na wanatuomba kwa hamu kabisa ya kututambua. Maana ile hamu inakuja kutambua unachokiomba na unayemuomba.
Tumefahamiana? Raghaban, kwa kupenda, wa rahaban, na kwa hofu ya oga wasipate matatizo kwa Mola wao. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa sisi wanyenyekevu. Wallati ahsanti farjaha, na mwanamke ambaye tuliukinga utupu wake na maasi maovu. Fanafakhna fiha, tukapulizia ndani yake min ruhina, roho yetu. Wajalna, na tukafanya, wajalna, na tukamfanya yeye ibnaha, na mwanawe, aya, ni miujiza lilalamin, kwa walimwengu. Sasa hapo sema sallallahu alaihi.